na yule aliyeota saa 8 ukweli wa ndoto yake ni mkubwa zaidi kuliko yule aliyeota saa 7. Kadhalika aliyeota saa 9 ukweli wa ndoto yake ni mkubwa zaidi kuliko yule aliyeota saa 8. Na wewe uliyeota saa 10 alfajiri, ukweli wa ndoto yako ni mkubwa zaidi kuliko huyu aliyeota saa 9. Na yule aliyeota saa 11 tena karibu ya alfajiri, karibu ya subhi, ndoto yake ina ukweli mkubwa zaidi kuliko wewe uliyeota saa 10. Hii ndio maana ya Muhammad ibn Sirini kusema kullama kanat aqrabu linnahari inda istiqadhi sahibiha zada sidquha wa ihtimaliyati wuqu'iha. Kila inapokaribiana ndoto na asubhi, wakati anapoamka yule aliyeota, basi ule ukweli huo unaongezeka wa ile ndoto na uwezekano wa kutokea lile aliloliota. Lakini mwanawachuoni Abdus Samii abara safhataha ar-rasmiya ala Facebook, yeye akaelezea kwenye ukurasa wake wa Facebook, na yeye ameeleza baada ya kuuliza swali, ndio maana ikaandikwa kuwa ni raddan ala suali. Hili ni jibu la swali aliloulizwa. Aliulizwa swali gani? Aliulizwa ma hiya awqatur ru'ya sadiqa, ni zipi nyakati za ndoto ya kweli? Yani mtu akiota ndoto ni wakati gani itaonekana kuwa ndoto yake ni ya ukweli, au ni kipindi gani akilala kaota katika kipindi hicho inaonekana kuwa ni ndoto ya kweli. Na ndio maana utaona watu wengi wakilala kaota ndoto, akishtuka tu anatazama ni saa ngapi. Hawa ni wale watu ambao wananasibisha ukweli wa ndoto na saa aliyoota. Alipoulizwa mwanawachuoni swali hili, alisema anna sidqa ar-ru'ya allati taqtaribu min an-nahari laysa qa'idatun yumkinu ta'mimiha. Yani ukweli wa ndoto inayokaribiana na asubuhi sio kanuni inayowezekana kuitumia kwa kila anayeota. Yani ile kanuni ya kwamba unapoota ndoto karibia na asubuhi ndio ndoto ya kweli, mwanawachuoni huu anasema hiyo sio kanuni ya kuitumia kwa kila aliyeota. Ni kweli ukiota ndoto inayokaribiana na asubuhi, hiyo ni ndoto ya kweli, lakini sio kanuni ambayo unaweza ukaitumia kwa kila aliyeota. Bal yumkinu tahaqquq min sidqi ar-ru'ya min khilali iddati amarati, bali inawezekana kuthibitisha ukweli wa ndoto kutokana na dalili mbalimbali tofauti. Zipo dalili ambazo ukiziona wewe muotaji, yawezekana ndoto yako ikawa ni ndoto ya kweli. Akataja akasema minha, miongoni mwa hizo dalili, an yatadhakkara al-insanu ar-ru'ya indama yastayqidhu min an-nawmi, ni yule muotaji kuikumbuka ndoto pindi anapoamka kutoka usingizini. Maana kuna baadhi ya watu huwa wanalala wanaota, akishaamka kutoka usingizini anaisahau ndoto. Ni moja ya dalili zinazoonyesha kwamba ndoto yako sio ya kweli. Dalili zinazoonyesha kwamba ndoto uliyoiota kuwa ni ya kweli, an yatadhakkara al-insanu ar-ru'ya indama yastayqidhu min an-nawmi, ni mtu kuikumbuka ndoto pale anapoamka kutoka usingizini. Thumma tattadhihu mithlu falaqin nahar, kisha kile kipindi ambacho asubuhi inachomoza, ile siku ambayo kaotea hiyo ndoto ikamuwadhihikia, yani ikatokea wazi lile aliloliota likatokea kweli. Hiyo ni dalili inaonyesha kwamba ndoto yake ilikuwa ni ndoto ya kweli. Mudhifan an yara al-insanu shay'an muayyan, ukiongeza na pale mwanadamu anapolala akaota kitu maalumu, yafahamu minhu al-isharata ila shay'in muayyan, atafahamu kutokana na hiyo ndoto aliyoyota ishara ya kitu maalum mutaalliqu bihayatihi, kinachofungamana na maisha yake. Yani wewe umelala ukaota kitu maalum, kile kitu maalum ulichokiota inakuwa ni ishara ya kukufahamisha wewe kitu maalum kinachofungamana na maisha yako. Kwa mfano, katika maisha yako ya uhalisia kuna jambo ambalo limetokea, ukawa unahisi kwamba hili jambo labda inaweza ikawa kadha wa kadha, halafu ukaja ukaota
jambo lile lile ambalo wewe ulikuwa unalihisia, basi ndoto hiyo itakuwa ni ya kweli. Kwa mfano, unamuhisi mtu vibaya na pengine kwa matamshi yake anayoyatamka, lakini wewe pasina kumuwaza sana wala kumfikiria ikakuijia ndoto inayoonyesha kwamba huyo mtu anafanya ubaya, basi ndoto hiyo kwa ishara hizi au kwa dalili hizi itakuwa ni ndoto ya kweli. Lakini ni vyema basi tutazame alfarqu baina alhulumi warru'ya fil manami, tofauti iliyoko baina ya hulumi na ru'ya. Zote hizi zikiwa na maana ya ndoto. Ukisema alhulumu ni ndoto, ukisema arru'ya ni ndoto. Lakini ni ndoto gani hizo? Kana Sheikh Muhammad Tawfiq min ulamai al-Azhar al-Sharif, alikuwa mwanawachuoni Sheikh Muhammad Tawfiq, na huyu ni katika ulama wa Azhar al-Sharif, alikuwa akisema inna hunaka furuqan baina ar-ru'ya wal-hulumi, ya kwamba kuna tofauti baina ya ar-ru'ya na al-hulumi alladhi yarahu al-insanu fi manamihi, ambazo anaziota mwanadamu katika usingizi wake. Mushiran ila anna ar-ru'ya takunu sadiqa, akiashiria kusema kuwa neno ar-ru'ya linatumika kwenye ile ndoto ya kweli, bikhilafi al-hulumi, kinyume na hili neno al-hulumi lenyewe linatumika kwenye zile ndoto mbaya, ndoto za urongo. Waqala, na akasema, anna ar-ru'ya takunu sadiqatun wa wadhiha, ya kwamba neno ar-ru'ya, yani mtu anapoota ar-ru'ya, takunu sadiqatun wa wadhiha, ndoto hii itakuwa ni ndoto ya kweli na itakuwa ni ndoto ya wazi. Bihaithu yatadhakkaru al-insanu tafasilaha, kwa namna ambavyo mwanadamu akishtuka kutoka usingizini aliyeota, atakuwa ni mtu mwenye kukumbuka ule ufafanuzi wa ile ndoto. Ukishamuona mtu kaota ndoto halafu ameamka kutoka usingizini hakuikumbuka ile ndoto, basi itakuwa ni ndoto ya urongo, haitakuwa ndoto ya kweli hiyo. Mushiran ila anna ar-ru'ya takunu murakkizatun ala tawsili risalati muayyana, akiashiria ya kwamba ndoto mara zote huwa inaleta ujumbe maalumu, huwa inafikisha ujumbe maalumu kwa yule aliyeota. Bikhilafi alhulumi, tofauti na alhulumu, ndoto mbaya, alladhi yara shakhsu ashya'a mutanawwi'a, ambapo muotaji anakuwa anaota vitu vingi aina tofauti tofauti, kiasi kwamba inapelekea akishtuka kutoka usingizini hakumbuki, hamna ujumbe wote atakaopata. Kwa hiyo ukisikia ar-ru'ya ni ile inayoleta ujumbe maalum kwa yule aliyeota. Unaposema al-hulum ni ile ndoto mbaya ambayo haina ujumbe maalum kwa yule aliyeota. Kwa hiyo ndoto kama hiyo inakuwa sio ya kweli. Wayadhkuru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna ma yarahu an-naimu fi nawmihi fa huwa thalathatu anwa'i, anataja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba kile anachokiota aliyelala katika usingizi wake kimekwenda katika aina tatu, au kimegawanyika katika aina tatu. Aina ya kwanza, ru'ya wa hiya min Allah ta'ala, ni ndoto ya kweli, na ndio maana limetumika neno ru'ya. Ni ndoto ya kweli, nayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aina ya pili, hulumun wa huwa min ash-shaytani, nayo hii hulumu inatokana na shaitani, ni ndoto mbaya. Lakini aina ya tatu, hadithu nafsi, ni mazungumzo ya nafsi, yani mtu kafanya jambo mchana kutwa limemshughulisha lile jambo, anakwenda kulala, matokeo yake anaota lile lililomshughulisha nyakati za mchana. Hii inaitwa ni hadithu an-nafsi. Farru'ya hiya mushahadatu an-naim amran mahbuba. Tunapoanza na neno ar-ru'ya, ar-ru'ya nako ni kushuhudia yule aliyelala jambo zuri, jambo lenye kupendeza. Tunaposema ar-ru'ya ni ndoto, lakini ndoto gani hiyo? Hiya mushahadatu naim amran mahbuba, nako ni kushuhudia yule aliyelala usingizini jambo zuri, jambo lenye kupendwa. Wa hiya min Allah ta'ala, nayo ndoto hiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad yuradu biha tabshiru bi khairi, na kwa hakika hupata kukakusudiwa
Kwa hiyo ndoto nzuri bishara ya jambo zuri unaonyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala usingizini ili ufanye harakati ya kuliendea. Au tahadhiru minasharri, au huenda unatahadharishwa kutokana na ubaya ili ufanye harakati ya kuepuka huo ubaya. Au musaadati wa irshad, au wakati mwingine unaweza ukapewa msaada kupitia ndoto, au ukapewa muongozo wa jambo fulani kupitia ndoto ili ufanye harakati ya kufuata msaada huo na kufuata muongozo huo. Na tunaambiwa yusannu hamdullahi ta'ala alayha. Ukiota ndoto nzuri kama hizi ni sunna, ukishtuka kutoka usingizini umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin, wa an yuhadditha biha al-ahibbata duna ghairihim, na awahadithie muotaji ndoto hiyo vipenzi wake anaowaamini kinyume na wale asiowaamini. Maki sio kumuhadithia tu kila mtu ndoto. Wakati mwingine unaweza ukamuhadithia adui yako ikawa ndio sababu ya kupata fursa ya kukudhuru, na kama ni ndoto ya kheri ikawa ni sababu ya kukuhusudu na kukudhuru vile vile, kheri kaondoka. Walhulumu, na tunaposema alhulumu ndoto mbaya, huwa ma yarahu naimu min makruhi, nayo ni ile ndoto ambayo anaiota aliyelala miongoni mwa mambo yenye kuchukiza. Wa huwa minashaitani, nayo ndoto hiyo inatokana na shaitani. Wa yusannu an yata'awadha billahi minhu, na imesuniwa kwa yule aliyeota atakaposhtuka kutoka usingizini ajilinde kwa Mwenyezi Mungu kutokana na ndoto hiyo. Wa yabsuqu an yasarihi thalatha, na ateme mate kushotoni kwake mara 3. Wa an la yuhadditha bihi, na asihadithie hiyo ndoto. Faman fa'ala dhalika la yadhuru, atakayefanya hivyo ndoto hiyo haitomdhuru. Ukijilinda kwa Allah kutokana na hiyo ndoto, ukatemea mate mara 3 upande wa kushoto na ukanyamaza kimya, basi ndoto hiyo haitokudhuru. Vinginevyo ukitaka kuihadithia, muhadithie mtu ambaye unajua ni mcha Mungu, ni mtu ambaye mwenye maarifa ya kufasiri ndoto, ambaye atakupa ushauri mzuri. Kama yustahabu an yatahawala an jambihi, kama ambavyo imefanywa kuwa ni mustahabu kwa yule mwenye kuota ndoto mbaya akishtuka kutoka usingizini aelekee upande wake mwingine. Wa an yusalli rak'ataini, na aswali rakaa 2. Wengi hatufanyi mambo hayo. Umeota ndoto mbaya, umeshtuka kutoka usingizini, jilinde kwa Allah kutokana na hiyo ndoto, temea mate mara 3 upande wa kushoto. Lakini unaweza ukageukia upande mwingine au ukanyanyuka ukashika udhu ukaswali rakaa 2 na ukalala. Itakuwa ni sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuepusha na ubaya uliouona kwenye hiyo ndoto. Kwa hiyo unaposikia alhulumu ni ile ndoto mbaya, mtu anaota mambo yenye kuchukiza. Kwa mfano, unaota unakimbizwa na nyoka, nyoka anakugonga. Unaota unakimbizwa na simba, yule simba anakurarua. Unaota unakimbizwa na mbwa. Unaota unaporomoka kutoka sehemu za juu. Hizi zote zinaitwa minal ahlamil muz'ija, ni miongoni mwa ndoto zinazotisha, zinatokana na shetani. Na huenda ni yule shetani wa kijini aliyetumiwa na mwanadamu kuja kuingiza uchawi katika mwili wako. Kwa mfano, ukiota unakimbizwa na nyoka, nyoka akakugonga, tayari adui yako amefanikiwa kukuingizia sumu za kichawi katika mwili wako. Au kuraruliwa na simba, au paka, au chui, au umeporomoka kutoka sehemu za juu. Hii ni dalili kwamba wewe umeshuka kiuchumi, umeshuka kiafya, umeshuka kwa hadhi, adui yako kafanikiwa kukuangamiza. Zote hizi zinaitwa alhulumu, ni ndoto mbaya na zinatokana na shetani. Wakad yakunu ma yarahu naimu laysa ru'yan wala huluman, na hutokea akaota aliyelala kitu ambacho sio ndoto nzuri wala sio ndoto mbaya. Wa inma huwa hadithu nafsi, na hakika si vinginevyo anaweza akaota mazungumzo ya nafsi. Wa yusamma adghathul ahlami, na hizi ndizo zinazoitwa ndoto zilizoparaganyika. Wa huwa ibaratu an ahdathi wa makhawifi fi dhakira wal aqli al batini, nayo ni ibara inayotokana na matukio aliyoyashuhudia mtu mchana kutwa, mambo yenye kutisha yenye kuogopesha aliyoyashuhudia mchana kutwa, sasa yanakuwa katika kumbukumbu yake na yanakuwa pia katika akili ya ndani. Yuidu takwinuha marratan
fi athna'i an-nawm. Anapokwenda kulala yanajiriwaindi, yanajirudia sasa mambo hayo kwa mara nyingine. Kama ya'malu fi hirfatin, kama mtu ambaye anafanya kazi kiwandani, wayamdhi yawmahu fil amali biha, na anapitisha siku yake nzima akiwa anafanya kazi hiyo. Wa kabla naumihi, na kabla ya kulala kwake usingizi, yufakiru fiha, anakuwa anafikiria ile kazi aliyoifanya mchana kutwa. Fayara ma yataallaqu biha fi manamihi, basi anaota kile kinachofungamana na kazi yake usingizini kwake. Vile alivyokuwa akifanya ndio anaota. Wala taawili li hadhihi al-ashya, ndoto kama hizi hazina tafsiri jamani. Unapolifikiria jambo mchana kutwa halafu umekwenda kulala, kisha lile jambo likakuijia kwenye ndoto, hizi ndoto hazina tafsiri, tusisumbuane. Kwa kuyafunga maneno yangu, ninarejea lile ombi lilotolewa na dada yetu Fatima, ya kwamba ni nyakati zipi mtu akiota ndoto hiyo inakuwa ni ya ukweli. Muhammad ibn Sirin rahimahullah, bingwa wa kutafsiri ndoto, anasema kullama kanati ru'ya aqrabu lin-nahari zada sidquha wa ihtimaliyati uqu'iha, kila ndoto inapozidi na kukaribiana na kile kipindi cha asubhi, ndio ukweli wake unaongezeka na uwezekano wa kutokea kwake unakuwa ni mkubwa. Haya ni maelezo ya Muhammad ibn Sirin, bingwa wa kutafsiri ndoto. Lakini huyu Muhammad Samii, yeye akasema kanuni hii usiitumie kwa kila anayeota. Kuna baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa yatazamwe. Tukomee hapo na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiki, kwani yeye ndio waliyu tawfiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.